Wasira jana alisema, Stephen Wasira, kwamba hatutamsamehe Lissu, kesi itaendelea. Jana amesema Wasira kwamba hatutamsamehe Lissu kama tulivyomsamehe nani? Mbowe. Kwani hamkumsikia? Wasira alikuwa amewasiliana na hao majaji. Tunataka watuambie Wasira alitoa wapi hayo maneno ya kusema hatutamwachia Lissu kama tulivyomwachia Mbowe. Maana yake ni nini wakati kesi iko mahakamani inaendelea? Amekuwa quoted na vyombo vya habari. Hiyo inakwambia nini kuhusu mahakama zetu? Na baadaye yanatokea mambo kama haya ambayo mahakama yenyewe inasema tutaangalia uthibitisho, hatutaangalia uzito wa ushahidi. In a criminal case ambao unatakiwa kuprove bila kuacha shaka lolote. Kwa leo ni siku nyeusi kwa wapigania haki, lakini siku ya muhimu. Siku ya muhimu kwetu wote kama wanachadema ya kuinua mapambano. Mikutano ya hadhara iendelee, vikao vya ndani viendelee, kwenye mitandao vijana endeleeni mpaka tutakapofanikiwa na tutashinda. Nataka niwahakikishie ushindi uko. Wanakata pumzi. Wanakata pumzi. Wanapiga watu risasi, hatuogopi risasi, no more. Wanateka watu, hakuna naye. Tangu waanze kuteka watu wameacha kupambana. Wanaongeza. Actually, wakiteka mtu, kama kwenye familia yake alikuwa mmoja tu aliyetekwa, familia nzima, wajomba zake, nani, wanaanza mapambano. Kwa kila siku, kila wanachokifanya, wanaongeza maadui. Wakifunga mtu, Mzee Arutwe Mugwai, kaka yake Lissu ni mwana CCM. Kama alikuwa anaifikiria vizuri CCM, leo inamuonea mdogo wake. Ataifikiria vizuri. Mama yake Polepole, wana CCM wao wameteka mtoto wake. Mama yake Polepole atawaona vizuri. Wadogo zake Polepole watawaona vizuri. Wajomba zake watawaona vizuri. Shangazi zake, watoto wa kaka zake, kila wanachofanya is a kick of a dying horse. Ni farasi anayekufa, ni mateke ya mwisho. Au mtu aliyebebwa na maji Mto Mara pale. Anaona kajani, anashika, anaenda dako. Kamti, anaenda dako. Akiona si nini, anang'ang'ania mpaka anafikia sehemu, stage ya mwisho anaanza kushika na maji yenyewe, anafikiri yatamsave. You are going. You are being drowned. You are going.